kinasema na tuvuke ng'ambo. Kichwa cha ujumbe ambacho Bwana ametupa asubuhi na muda kama huu kinasema na tuvuke ng'ambo. Na kile kitabu ambacho tumesoma siku ya leo ni historia kidogo ambayo inatukumbusha kipindi taifa la Israeli linatoka Misri linaelekea Kanaani. Wakati wanatoka Misri wanaelekea Kanaani, walikuwa na safari ya kutosha jangwani. Wameenda muda mrefu, muda wa kutosha. Na jangwani kulikuwa na changamoto zake za kutosha. Zilikuwepo changamoto ambazo walikumbana nazo ndugu zetu. Na sisi tunapoona hii historia inatusaidia kwa namna moja ama nyingine kufananisha na safari yetu. Yaani safari yao inafanania kabisa na safari ya kwetu ya wokovu, ya kutoka mautini na kuingia uzimani. Hao watu walikuwa wanatoka kwenye utumwa, walikuwa wanatoka kwenye utumwa wa kawaida wa kimwili. Lakini wanapoondoka kwenye utumwa wa kawaida wa kimwili, wanaelekea Kanaani, kwenye sehemu ambayo wanasema ni sehemu ya nchi ya maziwa na asali. Na sisi tunatoka kwenye utumwa wa dhambi, tunaelekea sehemu salama, sehemu ya kukaa na Kristo, sehemu ya kukaa bila dhambi, kuepukana na dhambi, kukaa maisha ya raha, maisha ya kutulia mbele za Bwana. Na ndio maana safari hii sasa inafanana kabisa na safari ya kwetu. Haleluya. Haleluya. Siku ya juzi niliwaambia watu nikasema ya kwamba sentensi nilijilia kusema ukisikia kikawaida utaelewa kikawaida, na ukielewa kikawaida utapokea kikawaida, na ukiamini kikawaida utapata majibu ya kawaida. Usiwe leo kwa jina la Yesu wewe uwe yule ambaye atasikia kwa viwango vya juu, akaelewa kwa viwango vya juu, na akielewa kwa viwango vya juu akaamini kwa viwango vya juu, akiamini kwa viwango vya juu akapokea kwa viwango vya juu. Nasema na Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Maana yake nini? Maana yake mpanzi anaenda kupanda shamba lake, anayepanda kikawaida kavuna mavuno ya kawaida. Anaenda mbali kiserious, maana yake kavuna mavuno makubwa. Haleluya. Ndivyo ilivyo hata neno la Mungu. Kwenye masaa wale ambao ni wakulima wanaelewa. Kuna watu wanafanya kilegevu. Kuna watu wanasubiria mengi yamekuwa, wanakuja na palilia. Wakati yameshapoteza nguvu, hayawezi kuzaa tena vizuri, yamekimbia, ndio anakuja baadaye analeta mbolea. Haleluya. Haleluya. Hajaenda nayo kwa wakati. Neno la Mungu ni sawa na hilo. Ni shamba lako wewe useme mimi napokea kwa jinsi ya adhabu. Neno hili litafanya kwa jinsi ya adhabu. Haleluya. Litafanya kwa jinsi ya adhabu. Anasema kama mvua ishukayo toka mbinguni kwenye ardhi. Anasema ndivyo ilivyo na neno langu, itatimiza yote. Hawa watu hapa wametembea, wamefika mahali panaitwa Yordani. Wamefika kwenye mto. Kwa hiyo mbele yao wakawa wanaona kuna kikwazo. Wakawa wanaona wanahitaji kuvuka kuelekea ng'ambo ya pili. Na ukifuatilia historia wanasema ni nyakati hizi za mavuno. Mto Yordani ulikuwa unajaa sana. Kwa nini unajaa? Kwa sababu kulikuwa na mabarafu kwenye ile milima ya juu yake. Kuna milima ilikuwa pale ambayo inatiririsha barafu. Kwa hiyo zile barafu zinageuka kuwa maji. Maji yanakuwa mengi sana kwenye milima ya Lebanoni. Kwa hiyo yale maji yakiwa mengi sana, wakawa wanawaza tunavukaje? Maana haya maji ni mengi, afu yana spidi. Maji ya kwenye mto si sawa na habari ya Shamu walioivuka. Bali maji yanaweza kawa yasiwe na kasi kubwa, lakini ya kwenye mto yalikuwa na kasi kubwa. Ya kwenye mto yalikuwa na nguvu kubwa ya kusukuma vitu. Yalikuwa yanaogopwa. Maji ya mto, sisi ambao tunaifahamu mito, ukifurika mto hakuna chombo cha kuvukia. Kwa nini? Kwa sababu kama una ile taneli ndogo, yani ile nani yake, ile kolongo lake kama ni ndogo, unakuwa na spidi kiasi kwamba hata ukisema unavuka na boti mzee utaka
anawaambia kwamba makuhani wakabeba sanduku. Maana yake waliondoa hofu, waliondoa uoga, kule kuogopa kuisha. Haleluya. Hivi kweli mtu umejaa, mtu anakuambia nenda kakanyage. Utakanyaga. Nenda kakanyage, nenda mbele, kanyaga nenda. Wakati unaona kabisa maji. Na sio maji ya maigizo, ni maji halisia kabisa. Anamwambia amini kwa makwani wajipambe, wabebe sanduku, alafu wakakanyaga mto. Walipokanyaga kuna kitu cha kutisha kikubwa kilitokea. Yesu asifiwe sana. Tunakiona kitu kikubwa ambacho walipofika, walipokanyaga yale maji, Biblia inasema yale maji yakagawanyika, yani yakakatika katikati, yakatengeneza huku upande wa juu. Biblia inasema ikawa kama chukuu. Maana yake uliinuka mlima usio wa kawaida kuzuia haya maji ili wana wa Mungu wapite mahala salama. Ninakuambia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na wewe haijalishi kuna mto gani mbele, utafanyika shughuli kwa jina la Bwana. Utafanyika shughuli kwa jina la Bwana. Utapita mpaka usalama. Haleluya. Utapita mpaka silaha walioitumia ni kuamini. Waliamini wakasonga mbele. Haleluya. Waliamini wakasogea. Walisubutu. Haleluya. Wakasema tunaenda. Haijalishi haya mazingira yanatutisha, tunaenda. Haijalishi mazingira yanatukataa, tunaenda. Haleluya. Yesu anawaambia soma. Walipotia Mungu, maji yanatawanyika. Na wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, siku ya leo ikawe siku ya kutia Mungu. Mahala ambapo unaona kabisa umekwama, yako maeneo unaweza ukakwama. Unaweza ukawa kwenye safari yako ya wokovu, umefika Yordani, hausongi mbele, hausogei, umebaki bado uko pale pale, unajaribu bado uko pale pale. Yesu leo anasema na tuvuke ng'ambo. Anasema na tuvuke ng'ambo. Anasema hapo ulipo sio penyewe, na tuvuke ng'ambo. Anasema safari haijaisha, na tuvuke ng'ambo. Anasema safari bado inaendelea. Mto ule umekaa, inaonekana umelizika. Unasema hapa pembeni ya mto napata na chakula, hapa pembeni ya mto napata na maji. Bwana anasema tuvuke. Anasema sio penyewe, anasema vuka. Haleluya. Hayupo mtu wa kukuvusha, hakuna chombo cha kukuvusha, wala hapana daraja na kusema utapita darajani. Lakini Bwana anakuambia vuka, anakuambia songa mbele katikati ya sehemu ambayo ni ngumu. Mawazo yanaisha, akili inaisha, hauelewi utapitaje. Yuko wezaye kufanya njia pasipokuwa na njia. Yuko wezaye kufanya mlango pasipokuwa na mlango. Mimi nakuambia usiogope, yuko Bwana. Haleluya. Usiogope, yuko Bwana Yesu. Ndio ya kutosha. Usiogope, yuko Bwana. Haleluya. Mambo ya msingi ya kuzingatia kwenye hiki kifungu cha habari tunakisoma, tulichokisoma, tambua kwamba jambo la kwanza, tambua Mungu anafungua malango ambao kwa macho ya kibinadamu hayawezekani kufunguka. Yordani ilikuwa kitisho, ilikuwa haiwezekani kuvuka, ilikuwa haiwezekani kupita. Lakini angalia, wanavuka kirahisi. Hapo wanavuka mahala pakavu. Sio basi, si kwamba Mungu aliwapa nguvu za kuendelea kukanyaga waendelee kusukuma na maji. Anasema wanangu hawa ni wengi, wanangu hawa watateseka. Akasema haya maji yana uwezo wa kusimama, yajitengeneza ukuta yenyewe, yakatengeneza ukuta, watu wakapita mpaka
uzuri wako naona uwezi ukatoboa. Bwana wa mabwana, yeye aliyewasindia watoto wake anasema ni yeye yule jana, leo na hata milele, aliyewatendea Waisraeli. Yuko hapa leo nakwambia, yuko hapa leo nakwambia. Mtu anayeelewa aseme halo. Haleluya. Wanaoelewa Bwana wanaelewa. Wanasema nitaenda. Haijalishi watu wanasema utapita wapi. Inaonekana wakikwepo watu walioenda kuulizia taifa la Israeli kusema tuwaone sasa mtapita